السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أتى محمد بكتاب كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن تمسك بهما عاش في النور كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات كالليل إذا أغشاها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani si mwingine ila ni Mtume Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshikie, tukiwa wenye kuendelea katika darasa zetu, tutaweza kugusia katika sifatillah, katika sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukiongelea katika sifa ya Mwenyezi Mungu, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa nyingi, yendo Razik, yendo Khaliq, hizo zote ni katika sifati zake, yendo Ghafur. Lakini leo tuweza kugusia katika hadithul Qudsi, hadithi iliyopokelewa na Mtume Muhammad, na mpokezi wa hadithi kama ya Mtume akielezea ni Abu Dharr al-Ghafarish. Huyo ni mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya Abu Dharr al-Ghafari radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi kutoka kwa Abu Dharr al-Ghafari, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi azza wa jalla, kwa yale aliyopokea kutoka kwa Mola wake mlezi, annahu qala, hakika yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sifa zake na kuelezea ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume katika Abu Dharr anaelezea katika yale mtume aliyepokea kutoka kwa Mola wake mlezi, anasema nini? Ya ibadi, enyi waja wangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kutuzungumzia sisi, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi nimeiharamisha dhulma katika nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharraman, na kaijalia baina yetu sisi kwa sisi kuwa ni haramu, fala tadhlimu, basi tusikuwe ni wenye kudhulumiana. Na dhulma kama tunavyojua ni moja katika darsa ambazo ni ndefu, lakini tutakuwa ni wenye kugusia kidogo. Katika kuna dhulma ya kudhulumu mja kwa mja, kuna dhulma ya kudhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna dhulma pia vile vile ya wewe kujidhulumu nafsi yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa mwenye kuelezea katika Qur'an, tusidhulumu nafsi zetu, yani tusiangamize nafsi zetu, kama ilivyokuja kama katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwaamrisha mitume na manabii kuwa wakule vilivyokuwa vya halali. Basi pia sisi katika nafsi yetu pia tusije tukajidhulumu, tukakuwa tunatumia vitu zinazokuwa zenye kufanya kutuumiza sisi nafsi zetu. Hiyo pia tutakuwa ni moja katika dhulma. Na kuna dhulma ya baina ya mtu kwa mtu. Umechukua kitu cha mtu, ikakuwa nia yako wewe sio kumrudishia. Umekuwa mtu amekusaidia kitu fulani, ikakuwa nia yako wewe sio kurudisha. Ikakuwa wewe unakwenda kwa, lakini nia yako si kulipa mahari. Inakuwa ni katika zote hizi zinakuwa ni katika mifano za dhulma. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema basi tusidhulumu nafsi zetu na tusidhulumiane. Hiyo ni moja katika sifa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La pili, akakuwa ni mwenye kutuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhal, sisi wote tumepotea, illa man hadaituhu, isipokuwa yule ambaye mimi nitamuelekeza. Fastahaduni ahdikum, basi
takeni kwangu mimi msaada. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku tunakuja kuswali, tunamuongelesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika swala, tukimwambia nini? Ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Sote sisi tunakuwa ni wanadamu, tuko katika hali ambayo ni ya kupanda shuka, imani zetu zinapanda zikishuka. Ndio kila siku tunakuja kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika njia iliyokuwa sawa. Akaendelea kutuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya tatu, akisema ya ibadi, katika sifa zake, kullukum ja'i, hakika nyinyi wote mna njaa, illa man at'amahu, isipokuwa yule ambaye kwamba mimi nitakuwa mwenye kumlisha. Fastatimuni atikum, basi takeni kwangu mimi niwalishe. Takeni kwangu mimi nikuwe ni wenye kuwalisha. Wewe mwanadamu, siku moja Hasan al-Basri alionekana katika mapita zake, ama alikuja akaonekana yeye katika masala ya riziki, katika masala ya kubabaikia mavitu, yani yeye kwake hakuna. Akakuja akaulizwa na wanafunzi wake, vipi wewe katika masala ya riziki ni vipi? Akasema hakika yangu mimi kupitia katika hii mambo ya Mwenyezi Mungu, anasema yeye anajua riziki yake inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna asbabu imewekwa, lau kama itakuwa itapitia kwa mtu fulani, kama itakuwa yenye kunifikia itanifikia, na kama si majaliwa riziki yangu haitakuwa yenye kunifikia. Na ukao ukijua, ndugu yangu Muislamu, wewe madamu uko hai, riziki yako bado iko. Ukiona unakosa riziki ama riziki inaanza kukatika, ujue unaelekea kufa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu riziki yako iko sehemu fulani utaifuata, iko Amerika utaifuata, iko China utaifuata, mahali popote ile, madamu umeandikiwa riziki yako ni kule utaipata. Ni wangapi katika wagonjwa tunaona hospitali, ndugu yangu Muislamu, tunaona hospitali wanapatiwa maziwa yanatokea kwenye pua, si riziki yao, ni wakati wao umekwisha. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa yake ya tatu anasema sisi wote tuko na njaa, isipokuwa yule ambaye atamlisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika mwanadamu, katika kuumbwa kwake, ameandikiwa mambo yake, ameandikiwa riziki yake, ameandikiwa ajali yake, sa'idun shaqiyun, zote hizi zimeandikwa. Yanasema rufi ya aqlam wa jaffa sufi, kalamu ishanuliwa na ile sufi ishakuwa yenye kukauka. Sasa wewe ndio unafaa ukao ukijua, ukiabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile inavyotakikana, vile alivyotuamrisha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya ayyuhan nas ittaqillaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hizo zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni sisi tumuombe yeye. Tukikuja hapa kila siku tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni tunamwomba riziki, tunamwomba afya. Lingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwa ni mwenye kutuelezea katika sifa yake ya 4, akisema ya ibadi, enyi waja wangu. Bado anakuwa ni mwenye kutuzungumzia mimi na wewe, akisema kullukum arin, sisi wote tuko uchi, illa man kasautuhu, isipokuwa yule ambaye mimi nitakuwa ni mwenye kumvisha. Ndio mshairi mmoja anakuja kutuambia, yani sisi wote tutakuwa tuko uchi, yani sisi wote tuko uchi isipokuwa yule mtu ambaye hana elimu na adabu. Sasa wewe unavaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukustiri. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema sisi wote tuko uchi isipokuwa yule atakayemvisha, basi tumuombe yeye atuvishe. Sasa wewe nani ukuwe ni mwenye kustiri? Hapa imekuja katika majazi, ndugu yangu Muislamu. Kuna kustiri ya mwili, kuna kustiri ya nafsi yako, kuna kujistiri lau ulifanya madhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukustiri maadamu wewe utakuwa ni mwenye kurudi kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote hapa kila mtu ana madhambi yake tofauti.
Lakini hapa Mwenyezi Mungu anakusudia ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kujistiri, wewe atakustiri. Kuna mtu hapa anakuja kila siku anaomba Mwenyezi Mungu, lao yeye labda kazi yake ni kuiba, kuna mwingine ni kuzini, kuna mwingine ni kunywa pombe, kuna mwingine, yani kila mtu anajua na madhambi yake, kila mtu amejipamba na dhambi yake. Lao kushifa alhijab, lao hijab itakuwa yenye kutoka, hakuna atakayetaka kuangalia mwingine, kwa kuwa kila mtu aiko na aibu zake. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema basi takeni kwangu mimi niwastiri. Umemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siri, basi ikuwe ni baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale utakapokuja kutamka mbele ya watu, waambie watu, jana mimi mtu fulani na fulani mimi ndo nilimpiga 9, mtu fulani na fulani mimi ndo nilifanyia sijui kitu fulani. Yani unakuwa ni mwenye kujitangaza. Na uko ukijua siku zote ndo mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuwa ni mwenye kutuambia udhkur mahasina mautaku, tutaje mazuri ya mauti yetu. Ni kwa sababu ya haya. Mtu kafanya maasi katika giza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemstiri, yeye anakuja anajitangaza, mimi nilizini, mimi niliiba, mimi nililewa. Na wengine hata hawafanyi kwa siri, wanafanya wazi wazi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tujistiri, turudi kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akiwa atakustiri yeye, wewe nani ujitangaze? Na ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukustiri wewe, mbona sasa wewe uko ni mwenye kutangaza aibu za watu? Mbona sasa wewe ukwe sasa ndo kusema, wewe sasa ndo perepepe kutaka kusema mambo ya watu huku nje? Haifai. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam afan anasema katika maneno yake mazuri sana, anasema min husnil islamil mar'i, kutokamana na uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yanihi, ni kuacha kitu ambacho hakimuhusu. Ndio unakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akipewa wahi aliambiwa andhir ashirataka lakrabin, waonye kwanza jamaa zako wa karibu. Kabla hujataka kwenda kufanya kitu fulani, kwanza jiangalie wewe uko vipi. Kabla hujataka kutangaza aibu za watu, kwanza jiangalie wewe uko vipi. Utakapokuwa una mdomo ya kuzungumza kutaja aibu za watu, kaa ukijua pia watu wana mdomo ya kuzungumza kutaja aibu zako, na hiyo si katika hulka ya Kiislamu kutembezana uchi. Sasa kwa kuwa yeye alinisema kwa kitu fulani na fulani, wacha pia mimi nimseme kwa hili na hili, ndio itatupelekea sisi kuingia katika dhanna, inatupelekea sisi kuingia katika kadhib, inatupelekea sisi kuingia katika balaa nyingi sana, kusingiziana, kusengenyana. Zote hizi haya kwa sababu gani? Kushughulika na mambo yasiyokuhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika ile uzuri wako wa Uislamu wa mtu, yani wewe kutaka kuwa na Uislamu mzuri na kuishi maisha nzuri, tarkuhu ma la yanihi, ni kuacha kitu ambacho halikuhusu. Yani unaona kitu fulani ila halikuhusu, achana nayo. Lakini pale katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni jambo mtu anafanya maasi, ikiwa anafanya yani jambo ambalo halifai, tunarudi katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema man raa minkum munkar, yule atakayeona munkar, falyughayyirhu biyadihi, basi ikataze kwa mkono, wa bilisanihi, mpaka afikie kuchukia kwa moyo, basi ndio utakuwa ndio udhaifu wa imani. Sasa wewe ukiona mtu anafanya maasi, mfano anapita Muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa sisi tumejichukulia Ramadhani ni mchana peke yake, lakini pia usiku kuna fadhila yake. Mchana ina fadhila yake, usiku ina fadhila yake. Sasa sisi tunaichukulia mchana, Ramadhani ni mchana peke yake, tunafunga peke yake. Usiku sana unakuta katika sio Uislamu mtu akishafuturu hata hajaswali magharibi, ashafuturu, aswali magharibi na aswali pia na ishai, ashaenda kuchukua mogoka yake, ashaanza. Wallahi inna lillahi, ni msiba. Yani sisi tunafikiria yani Ramadhani ni mchana peke yake, ashaanza kuikulia yani unashindwa yani katika hii mwezi wa Ramadhani. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sauli wa ana ajzibihi. Nabii ala Ibrahim, tukielezea katika kiswa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kutuambia lakad kana fi qasasihim ibra. Siku zote nakuwa ni mwenye kuambia
Kule kuelezea visa vya hawa mitume kuna ibra. Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa na watoto wawili, Ishaq na Ismail. Sasa Ishaq alibaki katika mji wa Jerusalem, Palestine, akamchukua na Hajara na Ismail wakampeleka katika mji wa jangwa Maka. Sasa katika kujenga zile misikiti mitukufu, Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam walijenga na mwanake Ishaq, wakajenga Masjid al-Aqsa yenye ku Jerusalem, walijenga Masjid al-Aqsa. Tukija bado katika Masjid al-Haram yenye watu wanaenda kuhiji mpaka saizi yenye ku Maka, walijenga na mtoto wake Saidna Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaid min al-bayt, walipojenga Nabii Allah Ibrahim na Ismaili walipojenga al-Kaaba. Tuangalie kitu moja ndugu yangu Muislam, hawa wanaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aitakabali amali yao. Nani? Amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, akapatiwa mitume na wanajenga al-Kaaba. Sisi tunafahamiana? Niatoka kwa Mwenyezi Mungu, hawa ni mitume. Nabii Allah Ibrahim alifanywa ni rafiki, ni best friend wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye na mtoto wake Ismail pia ni mtume. Hawa ni baba na mtoto, wote ni mitume. Wamepatiwa amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kujenga al-Kaaba. Na al-Kaaba ni nyumba tukufu na hawa ni watu watukufu. Lakini walipoimaliza waliinua mkono wakaambia Mwenyezi Mungu, Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Hawa waliomba dua. Baada ya kufanya ile amali yote ya kujenga al-Kaaba, walinyanyua mpaka gorofa, lakini mwisho waliomba Mwenyezi Mungu aitakabalie amali. Sasa sisi tuko katika mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anataka turudie kwake, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi, uingie katika waja wake wema. Lengo ni gani? La'allakum tattaqun. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kutuhifadhi sisi tunakuwa kumwomba Mwenyezi Mungu bado katika hii mwezi mitukufu bado tutakuasi. Yani wewe hauwezi kukataza liwalo na liwe, afadhali afe mtu hapa, lakini mairungi hatutaacha, muguka hatutaacha hata kama ni Ramadhani. Tukishafungua sisi tunaanza. Wengine tukishafungua, wengine wanafungua na zile shamba za Jamaica zile, kuna watu wanafungua nazo. Sitaki kutaja, ni za nyongo hapo nje jamaa. Kuliko mchana tunakaa na kiu na njaa, tunajihifadhi macho, tunahifadhi ulimi zetu, tunahifadhi yani kila kitu yetu, kusizungumze mambo ya upuzi, tusione mambo ya haramu, tusisikie yaliyokuwa ya upuzi. Yote haya tunajihifadhi. Ikifika jioni, wakati sasa inafaa tukuje tusimame mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukuwe mwenye kumlilia, kwa kuwa anavyosema Ibn Qayyim al-Jawz, mwanadamu yuko na makam mbili. Makam mbili. Makamu ya kwanza ni hapa katika swala, kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir walidayya. Zote haya sisi tunakuwa ni mwenye kumomba Mwenyezi Mungu, ihdina siratal mustaqim. Zote tunakuwa ni mwenye kumomba hapa. Ukiwa wewe utakuwa ni mwenye kuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi inni as'aluka V8, inni as'aluka TX. Zote hizo kiomba hapa katika swala atakupatia. Ya Rabbi mimi naomba form ya Idi, atakupatia hapa. Alafu mwisho makamu ya pili ni pale utakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa sasa ni mwenye kukuuliza. Angalia dhiki, wewe unamuomba Mwenyezi Mungu, unamuuliza, alafu makamu ya pili sasa ni yeye anakuwa ni mwenye kukuuliza. Angalia katika maneno yake ya Qur'an, anasema wa man ya'mal mithqala dharratin kharran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Zote hizi yani tukifanya hivi chembe hivi kidogo, amali gani yote kidogo unaifanya inakuwa yenye kuandikwa kiraman katibin, tuko na malaika wanaandika. Sasa sisi kuliko tukuje tumlilie Mwenyezi Mungu usiku, ni mwezi mmoja, lengo ni kurudi sisi, yani Mwenyezi Mungu anataka sisi turudi kwake, ndio akakuja katika hizi sifa anasema hiyo. Yani yeye anakuwa ni mwenye kutustiri, sisi tunakuwa ni mwenye kujieka wazi. Yani katika maasi, katika zama zetu hizi tunakuwa ni wenye kuzifanya wazi, hatuogopi.
Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa yake anakuwa ni mwenye kutuambia, yani ni sisi wote tuko uchi, basi tuombeni atuvishe. Sisi tunaambia Mwenyezi Mungu hata hiyo uchi bado ujui, ndo tutatembea uchi mara mbili zaidi. Wenye kutembea wale wanawake zetu wanatembea vitofu ziko nje, kuna saizi dera zimetoka, mgongo yote iko nje, kuna saizi baibui zimekuja ziko na kat, yani hatuna stara sisi. Na Mwenyezi Mungu katika sifa yake anatuambia tumuombe yeye kufanya atuvishe, atustiri. Hiyo ni moja katika mavazi, katika pia madhambi pia vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, nikimalizia tutakupata wakati tutakuwa wenye kuendelea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walau annahum idhalahum anfusahum jauka, wale waliodhulumu nafsi zao wakakujilia Mtume Muhammad. Tukaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuleteni istighfar na tumswalie Mtume sana, tuambie Rasulullah, sisi tunataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Alafu katika nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam bado anaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul, sema ewe Muhammad kuambia, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, walofanya israfu, walodhulumu nafsi zao, la taqnatu ama la taknitu min rahmatillah, wasikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani kati yetu hapa sisi alifanya madhambi kushinda Firaun? Firaun alijigonga kifua akaambia Nabii Musa, ana rabbukumul aala, yani mimi ndio Mola wenu, tena Mola wa juu zaidi. Ikiwa huyu Mwenyezi Mungu aliyetumba mimi wewe na Firauni na Musa, yeye ndio yuko chini alafu Firauni ndio yuko juu, nani amefanya madhambi kupitia hapo? Yeye alikuwa akiua watoto. Aliposikia kuna mtoto wa Kiisraeli atakuja kumtoa katika ufalme, aliamrisha wanao Israeli wote, watoto wote wa kiume wako wenye kuuliwa. Angalia, ikakuwa sasa washauri wake wakamwambia, basi mfalme, tukifanya hivi tutakosa wafanyikazi. So ikakuwa hii mwaka wakizaliwa watakaozaliwa watauliwa, mwaka ujao hawauliwi. Lakini bado yeye kwake ilikuwa stuki. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma Musa, kama ilivyokuja katika Qur'an. Mtume anaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal ataka hadithu Musa, je, imekufikia wewe kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa, alipoitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wadi la Tuwa, akaambiwa nini? Idhhab ila Firauna innahu tagha, nenda kwa Firauni, hakika yeye amevuka mipaka. Nani kati yetu sisi mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutumia mitume mpaka inafika mali Mwenyezi Mungu anasema huyu amevuka mipaka? Na hakuna mtu yote katika Qur'an amesifiwa na jeshi yake kama Firauni. Wa Firauna dhil autad alladhina taghaw fil bilad. Angalia, nani kati yetu hapa amefanya madhambi kushinda Firauni? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina taghaw fil bilad, walivuka mipaka. Ukisikia taghaw, yani walivuka, yani kama ni katika madhambi au ilikuwa imefika limit 98 au walikuwa wako 123, yani madhambi wamefanya kupita kiasi. Baka siku moja Firauni anamwambia pia wake Haman, hebu nijengee sar'i, ngazi, mimi niende nikaongee na Mwenyezi Mungu. Naona kidogo nikaa amechanganyikiwa. Angalia nani amefika hapo. Lakini sisi bado tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kutupenda. Akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, kwa wale waja wake waliofanya maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujua wewe na wewe unajijua, ndugu yangu Muislamu. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu ana madhambi zake. Mwenyezi Mungu anataka turudi tu kwake, tutubie na atatuhifadhi. Mpaka hapa tutakoma. Tukipata wakati tutakuwa na wenye kuendelea katika hii hadith ya sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie wenye kusikia na kufuata. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa amalana wa nidaana wa kulla shay'in atitana birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.